Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Hii ni mwaka wa 2025, Mei 15. Tukiendelea katika mfululizo wa masomo yanayosema mwinue Yesu juu. Kabla hatujalianza somo letu siku ya leo, nikualike tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi twasamehevyo wadeni wetu. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Mada ya leo inasema wote waweze kuvaa taji. Imejengeka katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 9 aya 24. Neno la Mungu linasema, "Je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni mmoja? Pigeni mbio namna hiyo ili mpate." Washindani katika michezo ya kale, baada ya kujisalimisha kwa kujinyima na nidhamu kali, bado hawakuwa na uhakika wa ushindi. Paulo aliuliza, "Je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni mmoja?" Hata kama wakimbiaji wangejitahidi kwa hamu na kwa bidii, zawadi inaweza kutolewa kwa mmoja tu. Mkono mmoja tu ndiyo ungeweza kushika shada la maua lililotamaniwa. Huenda wengine wakajitahidi sana kupata tuzo, lakini wanaponyoosha mkono ili kuipata, mwingine mara moja mbele yao angeweza kushika hazina iliyotamaniwa. Hivyo sivyo ilivyo katika shindano la Kikristo. Hakuna atakayetii masharti ambaye atakatishwa tamaa mwisho wa shindano. Hakuna mtu mwenye bidii na mvumilivu atakayeshindwa kufanikiwa. Si wenye mbio washindanao katika michezo, wala si walio hodari washindanao katika vita. Mtakatifu dhaifu zaidi pamoja na mwenye nguvu zaidi anaweza kuvaa taji ya utukufu wa milele. Wote wanaweza kushinda, ambao kwa uweza wa neema ya Mungu wanaleta maisha yao katika upatanifu na mapenzi ya Yesu Kristo. Mazoezi katika undani wa maisha ya kanuni zilizowekwa katika neno la Mungu mara nyingi sana yanachukuliwa kuwa si muhimu, kuwa ni jambo dogo sana linalohitaji kutiliwa maanani. Lakini kwa kuzingatia suala lililo hatarini, hakuna kitu kidogo kitakachosaidia au kuzuia. Kila tendo hupimwa katika mizani ambayo huamua ushindi au kushindwa kwa maisha. Na malipo wanayopewa wale walioshinda yatalingana na juhudi na bidii walioifanya. Paulo alijua kwamba vita vyake dhidi ya uovu havingeisha ilhali uzima ungalipo. Daima alitambua hitaji la kuweka ulinzi mkali juu yake mwenyewe, ili tamaa za kidunia zisiweze kushinda bidii ya kiroho. Kwa nguvu zake zote aliendelea kupambana dhidi ya mielekeo ya asili. Kila mara aliweka mbele yake lile jambo linalofaa kufikiwa, na lengo hili alijitahidi kulifikia kwa utii wa hiari kwa sheria ya Mungu. Maneno yake, matendo yake, shauku zake, vyote viliwekwa chini ya udhibiti wa Roho wa Mungu. Lilikuwa ni kusudi hili moja la dhati na lisilogawanyika la kushinda shindano la mbio za uzima wa milele ambalo Paulo alitamani kuona likifunuliwa katika maisha ya wale waumini wa Korintho. Alijua kwamba ili kufikia ubora zaidi wa Kristo kwa ajili yao, walikuwa na pambano la maisha mbele yao ambalo hakungekuwa na kuachilia. Aliwasihi wajitahidi kwa kufuata sheria, siku baada ya siku kutafuta uchaji Mungu na ubora wa kimaadili. Aliwasihi kuweka kando kila mzigo mzito na kusonga mbele hadi kufikia lengo la ukamilifu katika Kristo.
The Acts of the Apostles, ukurasa wa 313 hadi 315. Lengo moja aliliweka daima mbele yake na kujitahidi kwa bidii ili kulifikia: haki ya Mungu ipatikanayo kwa imani. Wafilipi sura ya 3 aya 9. The Acts of the Apostles, ukurasa wa 314. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, hii ni Mei 15, mada ikisema wote waweze kuvaa taji. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.